بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، bado tungo katika mada ya al-kabair. Al-kabair, madhambi makubwa. Moja katika sababu zinafanya kwamba malaika wasiingie katika majumba ya wale watu wenye kufanya al-kabair, madhambi makubwa. Na labda leo tutaje baadhi ya al-kabair, si yote, na siku nyingine tutaja mingine ili tuwe na fikra kuhusu hizi kabair. طبعا حديث iliyokuwa maarufu, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza, al-mubiqat al-muhlikat. na hadithi yake maarufu kuanzia shirki billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wa huququl walidain, kuwafanyia uovu wazee wako wawili, na uchawi, sihr, na tawalli yawma az-zahf, kukimbia katika vita, kuacha wenzio, kutia dhaifu katika imara madhubuti wa Waislamu wanapokuwa pamoja, na kumsingizia mwanamke mnyonge aliolewa, kumsingizia uongo kwa kumsababishia madhara, na kuiua nafsi, na kwa hivyo na kula mali yatima. Mambo saba yametajwa, lakini al-kabair kama walivyosema mengi, hikma kubwa ya kwamba hajatajwa idadi maalum ya al-kabair, lakini kupekua na kutafuta na kuzama katika kutafakar kitu gani kitachofanya hata madhambi ya kabair. Tabana wakaona kila lile lilokemewa kwa ukali katika aya za Qur'ani, katika hadithi za Mtume, kila lenye kutaja kuna adhabu yake, punishment, kupigwa viboko, kukatwa mkono, kupigwa mawe na mengineyo, hudud, hadd min hududillah, katika sheria za kutekeleza adabu na adhabu anastahiki yule mwenye kufanya makosa yale, makemeo makali, laana, amelaanika mtu, atatiwa motoni, nasubiri adhabu. Na haya yote yalotajwa kwa maneno kama haya, basi huwa ni katika min al-kabair. Na mengine yenye kuchukiza sotajwa kama hayo mambo hayo yalotajwa, kwa hivyo inakuwa min as-saghair, madhambi madogo, al-akhta na sayiat. Lakini sayiat inaweza kuwa madogo, inaweza kuwa makubwa. Kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbi, ilikuwa mabaya. Na al-kabair ukitizama kwamba ni shetani yuko nyuma ya mambo haya, na ikiwa shetani pale yupo, bila shaka wazi kwamba ni malaika haingii katika nyumba kama hizo. Malaika la tadkhulu buyut fiha, ndani ya nyumba ambazo kuna watu yartakibuna al-kabair, wenye kufanya madhambi makubwa. Na hasa kwa aya 3, si chini ya aya 3 zenye kutaja hasa kujiepusha na kabair. Alladhina yajtanibuna kabair al-ithmi wal-fawahish illa al-lamam. Imetajwa al-lamam, intajtanibu kabair al-ithm, kama mtajiepusha na madhambi makubwa, kabair al-ithm, imetumika alladhina yajtanibuna kabair al-ithm, intajtanibuna kabair al-ithm, hata imetaja kabair al-ithm, madhambi yalikuwa makubwa, maasi makubwa. Sasa tukitizama baadhi ya kabair ambazo tutazitaja, nyingine tushazieleza kwa wingi katika hii sura al-An'am na sura al-Isra, na mingine katika hadithi ya 7 al-mubiqat, lakini mingine hatujataja. Na vitu kama hivyo vina dalili zake katika Qur'ani, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hivyo tutataja baadhi za hizi kabair ambazo zilizitaja. Hisabuni. Ya mwanzo tumesema shirki billah. Au sivyo? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Ya pili kuua nafsi, katli nafsi. Haya tumeshazungumza, au sivyo? Katli nafsi bure kuua bila haki yote. Kuua kwa haki yake, naam. Hatushaeleza ina haja kupitia tena. Jambo la tatu tumesema sihr, uchawi. Kufanya uchawi. tumesema ni wama kafara Suleiman walakin الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Kwa hivyo katika aya 102 sura al-Baqara hii imeelezea dalili kubwa ya kuonesha kwamba min al-kabair sihr. Halafu pia tarku salat umeeleza kwa urefu. Hii itakuwa ngapi tarku salat? Nne. Katika kabair kubwa la nne, kubwa ya madhambi la nne ni tarku salat. Na tusema kuna kabair yalikuwa makubwa, hata hayo kabair yanatofautiana kwa sababu utakuta kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akbar al-kabair ilikuwa kubwa zaidi kuliko kabair nyingine kama shirk billah na nyingine na qatl nafs pia. Na hizo zote tulizotaja mwanzo ni katika kabair ilikuwa makubwa. Shirikina, kumshirikisha Allah, hili kubwa sana. Hili halisameheki ila kwa tauba na kurudi tena kwa kauli la ilaha illa Allah mpya, unajaddid imani yako kwa upya. Jambo la tano, man'i zaka, kuzuia zaka usitoe, kuzuia haki ya Allah, haki ya Allah alikuamrisha utoe halafu unaizuia. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قول أبو بكر الصديق يقسم والله nitapigana na yeyote yule ambaye anayefarikisha baina sala na zaka, akatengua hii akaweka mbali na ibada. Mwenyezi Mungu ataji kila pahala, aqimu salata wa atu zakat wa aqamu salata wa atu zakat wa yuqimuna salata wa yutuna zakat. Mara zote zinakuja pamoja, zinakuja sambamba. Halafu mtu anasema la, mimi nitasali lakini sitoi zaka. Nitapiga vita hata yule atakayenyima ile kamba ya ngamia kufunga iqalu ba'ir alikuwa kikana wakiaduna walikuwa ila rasulillah walikuwa kimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu mimi akininyima nitapigana nao vita. Hii kauli ya Bakr Siddiq. Kwa hivyo man'i zaka ni mtu anayertakib kabira min al-kabair. Haqullah, haqullah Allah, haki yake iogope. Mwenyezi Mungu anakudekezeni, anakupeni wa ataakum min kulli ma sa'altum. Nataka nini tena? Amekupeni katika kila kitu jambo, wala hamjauliza. Halafu akataka utoe tena kwa kumlekeza yule mtu anayetoa. Kauli ya Mwenyezi Mungu kila nikikaa nikisoma man dhal ladhi, ni nani huyu atakujitamba kutamba na kunini, kujionesha kwamba nini mimi ninamkopesha Allah. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani huyu anataka thawabu za kweli, anataka kuwapita wenziwe, anataka kujionyesha kwamba kamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana. Tena basi tena namwambia sasa atamlipa nini? Fayudha'ifahu lahu adhafan kathira. Halafu subhanallah, iko mkopo uko mkubwa sana. Mkopo wa nini basi mpaka unafika ruh na mali tena? Kama inna Allah ashtara min almu'minina, Mwenyezi Mungu hakika amenunua kutoka kwa waumini anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna. Jamani, thamani yake kubwa. Hakika Allah amenunua kutoka na waumini si wachezaji. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum
imetangulizwa nafsi zao, wa amwalahum, mali zao kitu cha pili. Maana yake nafsi ngumu nzuri anaipenda, kama Umar Khattab alimwambia hujaamini mpaka unipende mimi zaidi kuliko nafsi yako na kila kitu. Anambia mali yangu na watoto wangu kila kitu ya Rasulullah, lakini kuliko nafsi yangu la ila hilo. Allah, ila hilo basi hujaamini bado, idhan bado hujaamini bado. Kaka akazingatia akafikiri, akaambia sasa ya Rasulullah nakupenda hata kuliko nafsi yangu. Alana ya Umar, sasa na yani ikifika hadi kwa wewe kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hata nafsi yako, basi hapo utakuwa umeamini kweli kweli. Kefu ikiwa nafsi hiyo unamuuzia Mwenyezi Mungu katika vita, ukaenda kupigana ukafa shahidi. Inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum, nini ghali zaidi, nafsi au mali? Nafsi bila shaka, au ghali mali? Mimi niko tayari kutoa mali yote, lakini nafsi yangu la. Yani mali yote si kima, haina kima yote wala thamani mbele ya nafsi. Naam kweli, inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa lahum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabili fayaqtuluna wa yuqtalun, wakiua na wakiuliwa, wa'dan alayhi haqq. Hii wa'di kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wa'di wa haki hasa. Mwenyezi Mungu katoa ahadi ya kweli kweli hasa. Na ukitizama utaona kwamba Mwenyezi Mungu anapotuambia maneno kama haya, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna yaqtalun wa'dan alayhi haqqan, ina maana kwamba kauli kama hii wa'di wa haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu atakulipeni, yani una hakika kwamba vitu hivyo ukitoa na Mwenyezi Mungu atakupeni. Na hasa ilipokuwa anauliza swala kama hili, waman awfa bi'ahdihi min Allah, tena si katika Qur'ani tu, katika wa'dan alayhi haqqan majini fi at-Taurah wal Injil wal Qur'an, sababu ina dini inda Allah al-Islam, dini zote za Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hakuna dini nyingi, dini moja tu na Mwenyezi Mungu na Uislamu. Na hii ahadi kaitoa katika zama za zamani, lakini Mwenyezi Mungu zaidi anajaribu kutuletea mambo yaliyokuwa katika Taurat na katika Injili. Maana mtu atauliza, mbona tulitoa katika vitabu vya Nuh au vitabu vilivyotoka kabla au zama za Idris au zama za mitume mingine, zaidi Taurat, Injili, Qur'an? Swali asio. Kwa sababu hivi vinakutosheni kujua kwamba tukitaja mifano miwili katika Taurat, Mayahudi Taurat na Injili, ni watu waliokuwa nyuma yenu mubasharatan, baada wao mkaja nyinyi Islam, kaja Qur'an. Lakini yote dini moja, ni likulli minhum nini, shir'atan wa minhaja, sheria na njia za kupita katika kufanya ibada, utekelezaji wa maamrisho ya Allah. Hizi ndizo za kutakhtilafiana, lakini dini hasa al-Islam, inna dina inda Allah al-Islam, na dinukum wahid. Wote hawa wameletwa kwa ajili ya kumwabudu Allah, wasimshirikishe basi. Na mwenye kutoa ahadi ya haki na bora, nani mbora wa kutimiza ahadi zaidi kuliko Allah? Waman awfa bi'ahdi min Allah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapotoa ahadi, basi ahadi yake ni haki, kwa sababu binadamu anatoa ahadi na ananuia hasa kutekeleza ahadi yake, lakini kuna sababu chungu zima zinazomzuia asitekeleze. Sababu ziko nje ya irada yake, nje ya uwezo wake. Kaumwa, kasahau, kasafiri ghafla, kaishiwa na kile kitu alichotoa ahadi, hana tena, kafa. Hayo yote yanamtokezea binadamu. Kwa hivyo man awfa bi'ahdi min Allah, nani anatekeleza ahadi zaidi kuliko Allah? Hakuna. Kauli muhimu sana hii. Kwa hivyo fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bih, mwena kubashir kwamba Mwenyezi Mungu kama utafungamana naye atakutekelezeni. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu, maamrisho ya Mwenyezi Mungu yana uzito sana. Ndio hapo ndio kaona ukenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, hapo ndio utapokuwa umefanya minal kabair, moja kwa moja minal kabair. Maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makemeo na adhabu na kulaanika mtu kufanya hivyo, na apigwe viboko, apigwe nini, apigwe yote haya dalili ya kuonesha kwamba nini, haya yote kama yatashindwa
yanakuwa min al-kabair. Kasema jambo la tano, man'i zaka, kuzuia zaka usitoe. Na hii ni haqullah ala an-nas, ni haki ya Allah juu ya watu. Kwa hivyo labda utauliza kwa nini lazima zaka? Alikuwa si Muislamu anapotoa nini? Toa nini? Toa jizya. Tabu jizya wananyang'anywa wao? La, hawanyang'anywi. Wanatoa jizya mukabil nini wanapata? Wanapata ulinzi wa Kiislamu, wanapata faida ambayo Waislamu wanaopewa na wao wanapata. Tena kipata jizya yenyewe wanatoa ni kidogo zaidi kuliko nini? Kuliko zaka ambao wanatoa Waislamu. Na ile kuonesha kwamba kwa Waislamu wanatoa zaidi kwao. Isipokuwa tu wao wanatoa an yadin wa hum saghirun, wanatoa kwa lazima na wakiwa wadogo, na waliokuwa watukufu ni Waislamu mbele yao, na wao ndio wanawapa ulinzi na hifadhi na himaya kwa ajili ya jizya yao. Wewe Muislamu unaishi katika mazingira ya Kiislamu, unastarehe na kila yale mazuri yanayofundisha katika Uislamu, katika jamii ya Kiislamu. Unapata faida ya kuishi katika jamii yenye kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Wakisema mambo madogo madogo tu, naambiwa waumini washushe macho yao. Usifikiri kama dini imekubana kwa nini shushe macho, na uhuru wangu wa kutazama ninachokitaka. Basi. Lakini je, wewe ukastarehesha matamanio yako na nafsi yako na huku unafanya madhambi, tunakwenda kinyume na maamrisho yake. Lakini je, ikiwa wewe umezuiliwa mmoja, usitizame watu, lakini watu wote katika jamii wanaoishi mtaa mzima hapa wamezuiliwa wote, wasitizame watoto wako, ambao wewe ukiona macho yanavyokodolea kwa watoto wako unaghadhibika. Wote wamezuiliwa, ukipita na watoto wako, mkeo, watoto wako wa kike, mamako, kila mmoja macho chini, hawatizami. Au kwa nini? Sio heshima aliyokupa Mwenyezi Mungu. Nani aliyepata faida zaidi? Wewe kunyimwa macho yako mawili usizame, au watu wote kunyimwa macho yao sikutizame wewe na hali yako? Kwa hivyo kitazamo Uislamu una faida kubwa kuishi katika jamii ya Kiislamu. Na ukiona kuna katazo, usifikiri kwamba katazo hili kwa dhidi yako, la, kwa maslaha yako. Ukiona amrisho liko amrisho, ikiwa unajua kwa nini kakuamrisha Allah, ikiwa hujue kakuamrisha kwa rehma, kwa fadhila, kwa mapenzi aliyokupenda, kwa kuumba wewe na kukupa kila na kukufakharisha na kukirimu. Kwa hivyo ujue kwamba kila unachoamrishwa, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, ni kwa maslaha yako, kwa maslaha yako. In alimta lam ta'mal ta'lam, ukijua au sijue, ukijua fa huwa khair, unazidi kuwa na imani. Na usipojua, sema Mwenyezi Mungu atuamrishi jambo ila kwa maslaha yako, ila kwa maslaha yako, na akikataza jambo pia kwa maslaha yako. Na ukifanya jambo unakwenda kinyume, uende kufika jambo katika hapa dunia kwa lile jambo ulikosa. Kwani kulikosa? Kwani unapoambiwa kuzini haramu, na zina moja katika hizi, na unapoambiwa kuzini haramu, unaona kama umezuiliwa starehe zako na matamanio yako. طيب أفترضاها لأمك أفترضاها لأختك أفترضاها لزوجك؟ alivyouliza الصحابة, unaridhika kwa mamako aziniwe, kwa baba, kwa dadako, kwa mkeo, kwa la taban, takavyo utaridhika kwa wengine. Dalili hoja kuonyesha kwamba unapozuiliwa zina kwa maslaha yako, kwa sababu wewe unapatikana mujtama, jamii iliyokuwa tahir, iliyosafika. Kila mmoja anajua nini, huyu mtoto wangu, huyu si wangu, huyu mtoto wa fulani. Lakini watoto haramu akipita tu, babake mtoto wa njiani wa barabarani, babake hata hajulikani, mtoto yule atatazama nani? Lakini kila mmoja anachojua hichi ni changu na hichi ni changu, kila mmoja atakitazama kwa heshima na adabu na kwa uangalifu na ihtiram, au sio? Hata jamii inakuwa safi, mujtama tahir unakuwa safi, kutokana na nini? Na jambo moja, zina. Na mengi mengineyo nukatazwa na kuamrishwa yana maslaha hapa duniani kabla maslaha ya akhira, ya pepo na ajira kubwa inda Allah.
Kwa hivyo kuzuia zaka. Jambo jingine, kula siku moja au siku mbili au tatu au zote zile kwa maksudi. Iftar yawm min Ramadhan bidun udhr, bila kuwa na udhr, moja katika kabair. Moja katika kabair kula bure bila sababu yoyote. Wengine wanakula na wanajuta kwa kuharibu saumu yao, hasa newly married couples. Watu kwanza wameoana kesho yake, siku ya pili yake, siku ya tatu imeingia Ramadhani. Kwa nini waache mpaka karibu na Ramadhani? Wacha baada ya Ramadhani au kabla ya Ramadhani au kwa mwezi mmoja miwili, mpaka wewe bwana ashibe. Halafu ikiingia Ramadhani weke heshima Ramadhani. Lakini mtasikia Ramadhani kawa bado siku 3-4 imeingia Ramadhani. Shetani akuachi bwana. Fursa hii. Mara unashtukia umevunja Ramadhani na unajuta baadaye. Na kama hadithi ilivyokuja kwamba atakayekula maksudi siku moja Ramadhani, hata akifunga dahr kullu, umri wake wote akifunga hawezi kulipa ile moja. Kuna dhaifu katika hadithi. Kuna waliopinga na kuna waliosapoti kwamba hadithi sahihi. Wanasema kuna walaki ndani yake, kuna mtu na babake wamo katika mlolongo wa upokezi, hatuwajui. Hata Imam Bukhari kasema kauli na wengineo kwamba hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo ni kulipa tu siku moja, lakini hasa anayekula maksudi, anayekula kwa kukosa alafu akajuta, at-tauba lazim. Tutazungumzia baadaye masala, lakini wacha tupite kwamba sisi tunakwenda mbio kupitia baadhi ya yale ambayo yalikuwa min al-kabair. Kufungua mwezi wa Ramadhani siku moja au zaidi bila udhur ni kabair. Nataka tauba, nataka kulipa akhiri. Jambo la 7, tarku al-hajj ma'a al-qudrati alayhi. Kuacha kwenda kuhiji na ilhali mtu ana uwezo. Okay. Hapa nakusudia kwamba ile kauli kwamba وحج البيت من استطاع إليه سبيلا, من استطاع إليه سبيلا, mwenye kuweza kwenda kwa mambo chungu zima, kwenda kwa uzima wake, kwenda kwa kuhakikisha kwamba familia yake anaiwacha katika hali nzuri, hali ya himaya, usalama na usalama wa kila kitu, na riziki yako kwa muda wote atakuwa hayupo mwezi mzima, siku 20 na ngapi. Hakikisha kwamba amewekea vya kuwatosha, hali kwamba nazo pesa za tiketi na pesa za gharama zinazotakikana katika process yote ya hija. Hii ndio mwenye sabila na uzima wa hali. Bila wagonjwa watokea udogoni, watu na dilema kwa kutokuweza kufikisha. Ndio kwa maana ikawa hii ibada iliyokuwa ngumu kuliko ibada zote imefaradhishwa mara moja tu. Ukishatekeleza basi mara fil umr. Na hata hivyo watu wengi hawezi, umri wao wote wanaishi katika hali duni, hali ya ufakiri, hali ya maskini, hawezi kwenda. Hawa inaangukia haji, hawana wala haulizi kesho, kwa sababu dalili man istata ilayhi sabila. Na kwa yule mwenye uwezo, hata kiwa kijana ana miaka 20, 25, mashallah, biashara zake zinakwenda nzuri, katika hesabu zake hazipungui milioni 100, milioni 80, ana nyumba 2-3, ana sasa bado kijana, mimi nitakwenda baadaye. Kwa kufika ghafla jambo ukafa ujahiji, umefanya kabira min al-kabair. Aiti wengine wanafikra kwamba mimi nikihiji sasa nitarudi nitafanya madhambi tena, itakuwa hija yangu imepotea bure. Nitasubiri karibu na ukishafika utu uzima bado najiweza, lakini alau siku hizo nitakuwa mtu wa dini, nitakuwa wali tena siku hizo. Nikienda kuhiji tena nitafuga ndevu, sasa nataka kufuga. Nikishatoka kuhiji tena nitakuwa nini? Nitavaa makanzu, nitakuwa nasali na kufanya yote yaliyonaamrishwa, lakini sasa bado mapema. Lengo hata kwenda kuhiji kwa nini? Kwa sababu bado kijana, na hofia kwamba ile haji yangu ikapita bure.
bora nikiwa mtu mzima na kwa nahisi kwamba hija nifanya sahihi. La wallahi, una uwezo fikiria kama nilivyoambiwa katika sala, wasallu salata ni muwaddi', salini sala ya kuaga. Sala yote unayosali salini sala ya kuaga. Umesali subhi usali ya kuaga, huna hakika kama utafika dhuhuri. Imefika dhuhuri usali salatu muwaddi', sala ya mtu mwenye kuaga dunia. Unakuja alasiri swali salatu moja. Hii maana yake nini? Hakuna mtu anayejua hata mustakbal wake, hata masaa mawili hajui. Kwa hivyo unajua kwamba huwezi kwenda kuhiji. Utaweza kwenda kuhiji baada ya miaka 5 au 6 au 10, yani utaishi muda wote. Huna uhakika. Kwa hivyo hili ni muhimu sana. Wengi sana wanaondoka duniani wakati katika umri wao walikuwa na uwezo wa kutosha. Wacha hayo, inakuja siku ule uwezo kaondoka. Sasa hivi una uwezo, huna jukumu lolote, una pesa, una kila kitu. Shaba miaka 18, 20, 21. Mtu wa dini hasa anayependa dini, akafahamu maamrisho ya dini, na kalisi pesa na biashara nzuri, kazi yake na mwendeo nzuri, mshahara wake mkubwa mzuri, anapata tiketi za rahisi, mfano za staff nini. Huyo mambo mengi yameshatengenezwa kwa ajili yake. Kitu gani kinachomzuia zaidi? Unangoja mpaka siku kwa watoto wanapozidi, ikawa watoto wanataka kwa skuli hii milioni ngapi kwa hapana, sina pesa za kuhiji. Umeacha mwenyewe fursa. Pengine ungekwenda hija, Mwenyezi Mungu angekutengezea zaidi hivi sasa, ukawa nacho zaidi. Naam. Mwenyezi Mungu yani la in shakartum la azidannakum, kishukuru nitakuzidisheni. Na moja katika inashukuru ni kutekeleza maamrisho yake kwa wakati wake. Na hija kutekeleza kwa wakati wake ni wakati unapokuwa na uwezo tu. Na ushakuwa baligh, wakati wake umeshafika. Au sivyo bwana? Au kuna mpaka kufika miaka 40. Hata idha balagha 40 hapo bali basi kuomba dua ya kila siku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Hiyo ndio miaka 40 ndio jambo muhimu ile ulifanya kila siku ukishafika miaka 40, au sio? Lakini ibada haji ni moja katika mambo ambayo ya kufanywa mapema. Lakini mila, tabia, ufahamu wa watu kwamba kifika utu uzimani. Sisi tunajua kwamba wengi wanakwenda ni watu wazima hija. Ukitazama sababu kubwa, unapofika ndio umri ambao ule uwezo umefika wengi wao. Mwanzo walikuwa hawana, lakini watoto wao wamemchangia nini. Sasa hivi ana miaka 55, 60, lakini sasa hivi bado anaweza kwenda kidogo mwenyewe na nini. Watoto wao wamechanga, haya baba nenda hija tena, tayari tukupeleke hija. Sio? Wale wanakuwa na udhur toka mwanzo walikuwa hawezi, lakini afika hadi na Mwenyezi Mungu akikujalia upate hija utaipata. Na ikiwa akikujalia usipate, miaka yote utaishi katika shida. Anakupa mtihani, wewe una hamu ya kwenda hija, lakini sikupi fursa ya kwenda, na ninakuandikia hija kwa mujibu wa hamu yako uliokuwa nayo. Ninakuandikia hija na ujenda kwa mujibu wa hamu yako. Na kuna watu wamepelekwa kwa baraka za Mwenyezi Mungu bila kuwa na chochote, bila kuwa na nini. Mzee Haji mashallah kenda, tumefurahi wallahi, furaha ya hali ya juu kabisa. Tuliposikia watu wema wamempeleka mzee Haji, mzee wetu hapa msikitini, akenda. Wallahi tulikupenda sana Sheikh Haji ulipokwenda hija. Tulifurahi sana wallahi. Na nakwambia mbele yako. Yaani Mwenyezi Mungu kamjalia huyu mtu, nataka kumpeleka mimi, hana chochote lakini atakwenda, na watu wamehusiwa, ya Abdurrahman huyu mtu kama unavyojizama mwenyewe, na huyu mtazame ya fulani huyu mtu tunakabidhi. Basi mashallah kiengwa mzee wetu. Na inshallah Mwenyezi Mungu ametakabali yake na yetu na kila hija. Kwa hivyo kuacha tarku hajj ma'a al-qudrat alayhi ni muhimu sana. Kuacha hija na hali unao uwezo, hii ilikuwa ya 7. Ya 8 tushazungumza huququl walidain, kuwapiga pande wazee, kuwafanyia kuasi wazee, kuwatesa wazee, kuwafanyia ubaya wazee. Huququl walidain moja katika kabair makubwa tena, na alafu inafuatia
ya 9 hajrul aqarib, kwa piga pande jamaa zako, wajomba, shangazi, dada, na kila alikuwa karibu na wewe asiyekuwa katika familia yako. Hawa pia inafuatia pamoja hajr uququl walidain na hajr aqarib. Ya 9 hiyo. Ya 10 tulizungumza ya zina, anaja kurejea tena. Ya 11 aliwat, amal qaum Lut, amal walikuwa kifanya Lut, wanaume kwa wanaume, bali hata wanawake kwa wanawake. Ya 11 inshallah hiyo aliwat. Ya 12 tutasita hapa inshallah aklu riba, pamoja na 13 akl mali yatim. Hizi tutazungumza kula riba na kula mali ya yatima. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.